Aimable, habari ya saizi bwana Aimable, ni General Meshaki. Niko hapa Mufuro. Unaona mlima kia matendo hii. Na hapa kote adui anafunga hapa. Viliba nayo ndo hii. Na Kasambura ndo ile kule. Unaona Burundi ndo ile kule. Unaona kwa mbali mimi na zoom ndo Burundi. Mimi niko hapa mpatrie de reconnaissance. Mwingine hapa vraiment inalomba kufungiwa iko vide. Bapechi niko na hapa mpatrie de reconnaissance wangu wote. Kama unajua wewe peke. Karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa asubuhi mapema muda leo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Ni kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za asubuhi, endelea kusubscribe, like, comment. Utuambie unatokea katika sehemu gani ama ni shabiki wa Media Bukavu TV kutoka eneo gani. Mara moja kama unavyotusikiliza kupitia Media Bukavu TV kwa muda wetu huyu wa asubuhi mapema leo saa 1 kamili hivi. Nasalimia ndugu zangu kutokea ndani ya nchini Kongo, kutoka ndani ya nchini Ulaya. Mara moja kwa ujumbe watu wangu wa Masisi, Goma, Nord Kivu, sehemu zote za Sud Kivu, Kinshasa kutoka ndani ya uko West. Na kama unavyotusikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi katika habari zetu za asubuhi na habari za mchana. Mara moja nikija kufungua kurasa zetu katika uwanja mapambano na kuuliza swali moja, umesha kufanya subscribe ama vipi? Mara moja nitakuja kupeleka katika uwanjani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika eneo kunaendelea kuwa vita ama mapambano. Na kama unavyonisikiliza mashabiki zangu, endelea kupartage kila sehemu pote, endelea kutuma ujumbe kwa marafiki zako, kutuma linki, kwa sababu Media Bukavu TV endelea kufikia watu wengi zaidi katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama tayari unavyonisikiliza, mara moja nitaenda kuwapasha habari zingine zinazopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndakuja kufungua kurasa zangu mara moja kuwapeleka ndani ya uwanja katika eneo ya uko Uvira. Uvira kwa sasa mapigano yameendelea kusonga zaidi katika mambo sio kwa mzuri zaidi. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi katika habari zetu kama kawaida tu. Nawatakia nyinyi wote mwe na usikilivu mwema, kwa sababu habari zetu zikuja kufungua mara moja utajua ni nini inaendelea kupatikana hapo, ama sio? Nakushukuru zaidi mashabiki zangu kwa pamoja na mimi katika habari zetu kama kawaida tu. Mara moja nakuja kuwapeleka ndani ya uwanja mapigano katika ndani ya sehemu tofauti. Mara moja nakuja kuwapeleka ndani ya Uvira katika sehemu wa viongozi vya serikali ama wabunge wa serikali wote. Kwa kweli walikuwa tangu tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 katika ndani ya mji wa Uvira. Walikutana wote kupiganisha kiongozi ama tuseme nini, Gouverneur wa Sud Kivu Jean-Jacques Purusi Sadiki, kwa kuwa hawataki kufanya naye kazi kwa sababu wanasema yeye hadili maslahi ya wananchi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Sud Kivu ya Kongo. Hataki kuwashirikisha na kuwasaidia watu walimchagua, bado yeye anaenda kauli na nyuma ya viongozi wengine. Na mara moja mkiangalia katika skrini ya hawa viongozi gisi walikuwa kizungumza haya, wanasema hao hawataki kufanya kwa sababu kamanda huyu ama tuseme Jean-Jacques Purusi, kumbuka ni gouverneur wa Sud Kivu, na hao wanasema kwa kweli katika viongozi hawa hawataki kusalimisha ama kufanya kazi na yeye bora, kwa sababu yeye kuna gisi hawaelewani katika kamati ama katika sehemu ya viongozi. Katika habari zetu hili lilikuwa ni katika upande la uko Sud Kivu. Ndakuja kuwapeleka tena mara moja katika uwanjani mapambano katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Vita zinaendelea kuonekana katika eneo tofauti katika ndani ya eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuwapeleka katika eneo za Masisi. Mapigano tu yameendelea kuzuka leo tena, muda wetu wa asubuhi mapigano tena yamesonga katika eneo tofauti katika ndani ulayani huko Masisi, katika wanajeshi wa M23 na jeshi la wazalendo wamapambana katika vijiji ifuatazo katika eneo ya huko ndani ulayani Masisi. Asubuhi mapema katika eneo inayoitwa katika Luinga, katika eneo ya Kaminga na sehemu zinaitwa Miti Mingi, tena mapigano haya yamezuka mara moja.
Kumbuka eneo ya miti mingi Luinga na sehemu zinaitwa Kasinga, mapigano haya yamezuka kwa sababu kumbuka miti mingi wanajeshi wa M23 walikuwa wamechukua eneo ya miti mingi tangu juzi mpaka leo tangu jana tarehe 22, na kwa sasa tena tarehe 23 mapigano haya yamezuka mchana asubuhi ya leo. Hatua jeshi la wazalendo tena wameamkia kuvamia kambi la wanajeshi la waasi M23 katika eneo ya miti mingi. Na kama unavyonisikiliza katika habari zangu, mara moja uendelee kuungana na sisi mara moja. Sehemu ya Mikenge tena kumeendelea kupigana masasi kwa tata leo asubuhi tena mapema. Minembwe tena mashambulizi yamekuwa tena zaidi kuelekea katika eneo ya Kalingi, katika eneo ya Minembwe. Upande la jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na waasi M23 wameendelea kukabiliana katika vijiji ifuatazo. Katika habari zingine tunuko nazo, kumbuka ndani ya Pwenzero tena kunaonekana mlio wa marisasi mtutu mbili karibu tatu la bombe likianuka katika eneo ya Pwenzero na katika sehemu ya Bishaka. Mara moja Bishaka kumeonekana bunduki marisasi 10 karibu marisasi 13 za silaha kubwa kubwa zaidi, na kwa sasa hatujajua mapigano ni upande la jeshi la waasi M23 na jeshi la wazalendo ama vipi, lakini katika habari tutakuja kufafanua, tukuje kueleza habari zingine. Kumbuka eneo ya Itombwe tena huko ndani ya Mwenga kumeonekana tena mambo sio mazuri upande la jeshi. Kumbuka wanajeshi wa FRDC na wazalendo walishambuliana katika Itombwe huko Mwenga tangu tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka wa 2026, lakini baadaye leo tena tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 asubuhi mapema muda wa saa 11 kumeolia tena mtuto wa marisasi katika eneo ya Itombwe. Katika ndani ulayani Fizi kuelekea eneo inaitwa Mikenge. Mara moja nilieleza mapambano yanaendelea kusonga, na katika habari zetu kumbuka ndani ya media Bukavu utaendelea kujua mengi zaidi ukiwa pamoja na sisi mara moja, na kama unavyotusikiliza kutoka ndani ya eneo tofauti endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu kufikie mara moja. Mara moja ndani tena ya Ituri huko Bangkok. Kumbuka eneo ya Bangkok mapigano yalikuwa kizuka kabisa upande la jeshi la FRDC na wazalendo katika eneo kupambana na jeshi la waasi ADF, lakini ndani ya Bangkok kumeonekana hewa nzuri kwa leo tarehe kumeonekana msafiri wa hewa bora kidogo, lakini raia population wanatuambia tayari kumekuwa mzuko kwa sababu hewa inaendelea kuwa wasiwasi bila watu walale. Kenya muda usiku wanaendelea kuwa na wasiwasi katika eneo ya huko layani Bunya. Lakini operation la jeshi la FARDC na MONUSCO na jeshi wa wazalendo wanaendelea kufanya mfululizo kufanya msako kila mahali popote waasi hao M23 wanaweza kuwa wanajeshi wa ADF mahali wanaweza kuwa wameelekea. Mara moja ndani ya eneo ya Malemo upande Masisi tena huko kumeonekana mzuko asubuhi ya leo muda wa saa 10 asubuhi tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 katika kijiji cha Malemo. Mapigano haya upande la jeshi la waasi M23 na jeshi la wazalendo wamevamiana huko, lakini kumbuka Malemo iko katika mikono la jeshi la M23. Lakini katika habari zingine tunakuja kuwapeleka mara moja katika ndani ya eneo inaitwa Bichumbi na sehemu inaitwa Bidegu na eneo inaitwa Lundu. Mambo inaendelea kupitikana katika vijiji hivyo, mambo ya wasiwasi kabisa mno. Lakini kupitia habari hizi tumeona tayari raia population kutokea eneo ya Bichumbi na eneo inaitwa Butunda na katika mambo wanaendelea kukimbilia katika eneo za Kalingi na eneo ya Bidegu na kuelekea eneo ya Lunda katika eneo ya Itombwe. Na kumbuka Itombwe nilieleza mapigano yalikuwa hapa, lakini wa raia population wanaendelea kuonekana katika eneo hizo. Mara moja usikatike nguvu zaidi. Kumbuka eneo ya Lukwiti ndani ulayani Masisi tena muda huyu wa saa 1 kamili tena mapigano yamezuka mno zaidi katika kijiji cha Lukwiti Kalonge na katika mambo zingine mapambano yanaendelea kuelekea kumbuka ndani Masisi ulayani Masisi na Walikale. Lakini upande la jeshi la wazalendo na wanajeshi wa M23 wanaendelea kukabiliana katika vijiji ifuatazo hizo katika kijiji cha Ndorumu na ndani ya Lukwiti
Lukweti, mapigano ama moto umezuka katika eneo hili kwa kupitia wanajeshi wa M23, lakini sehemu ya Kalembe kumeonekana tena wanajeshi wa M23 wanazitisha eneo ya Kalembe, Kalonge ndani wilayani Walikale, lakini wanajeshi wa wazalendo walikuwa wakitaka kuingia katika eneo ya Kalembe, lakini bado wanajeshi wa M23 wamedhibiti katika vijiji hivyo. Na mara moja kama gisi unavyonisikiliza, kumbuka nimerudisha katika eneo ya Minova. Habari tena tuko nayo Minova, kumezuka mziko kabisa mno zaidi, hatua upande la jeshi M23 pamoja na jeshi la wazalendo katika ndani wilayani Minova, katika ndani ya teritwari Minova. Mapigano haya yalianza tena muda wetu wa saa 12 na dakika 15, lakini mapigano haya yalichukua dakika 12 tu na jeshi la wazalendo wakasapia katika porini tena. Mara moja unasikia nini? Na kama unavyonisikiliza kupitia media Bukavu TV, endelea kuungana na sisi katika habari zetu, na kama huko pamoja na sisi, mara moja nitakuja kuwapasha habari zetu mara moja nikiwarudisha katika ndani ulayani huko eneo ya Kibati, ndani ya Kashebere, kuwapeleka Mpeti, Minjenje, Bukununu, Bukumbiro, ndani ulayani mara moja ndani ya Walikale. Tena huko kumewaka moto. Kumbuka ilikuwa ni siku nyingi mapigano haiko katika ulayani Walikale, lakini tena leo kumezuka moto katika eneo ya Walikale. Lakini mara moja ukiwa unanisikiliza kutokea sehemu fulani, eka komenti yako tayari, uniambie wewe ni shabiki wa media Bukavu TV ama vipi? Ukiwa pamoja na mimi katika habari zetu, utaendelea kuungana na sisi katika habari zote za mchana na za usiku mara moja, ama vipi? Hatua jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ndani kwa sasa wanaendelea kulinda vijiji vya hapa Walikale, na mara moja jeshi la waasi M23 wanaendelea kupigia ama kuingia katika kijiji cha Bukumbiro na Bukununu, lakini bali waingie Minjenje na Mpeti, wakajielekeza katika eneo ya Kibati na kuelekea eneo inaitwa Kashebere mara moja. Huko ndio kuendelea kuzingatia, lakini ukiwa pamoja na mimi ndani ya media Bukavu TV, naendelea kuwashukuru zaidi na kutakia tena uwe pamoja unanisikiliza mara kwa mbele kwa moja ndani ya media Bukavu TV. Na mara moja mashabiki zangu, ukiwa mahali popote, endelea kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za asubuhi mapema. Kama ni mara ya kwanza kuwa pamoja na sisi ndani ya habari hizi, utaendelea kufanya subscribe, like, comment, ili habari zetu zitakuja kufikia mara kwa moja. Na Mwenyezi Mungu awe pamoja, na watakia heri njema, na Mwenyezi Mungu aende kuwalinda, na watakia kazi njema, na wale wako kazini, na watakia bon travail tout le monde. Quand vous avez écouté la télévision Bukavu TV, je vous souhaite bon travail tout le monde, bon travail, en tout cas bonne journée. Bonne journée, bye bye, na watakia kazi njema, na watakia bye bye. Tuje kupatana kwa habari zetu za saa 5 na dakika 30. Bye.